Njenge Gota Mgangie. Karibu kwenye Njenge TV online. Watch and listen to understand, not to replay. Leo nimekuja na mada nzuri yenye furaha. Mbinu 3 za kupata utajiri. Karibu kwenye darasa langu. Mbinu 3 za kupata utajiri. Mada yetu inaitwa mbinu 3 za kupata utajiri. Kumbuka kipindi kinaitwa Ijue Fursa Yako. Tunajifunza kwamba tunaposema neno mbinu ni sasa na namna au jinsi au njia ya kupata utajiri. Hebu tuangalie hizo njia, hizo namna za kupata utajiri. Ni 3 tu ambapo ukizifuata vizuri, ambapo ukizipata tu vizuri, utafanikiwa, utakuwa tajiri, sio kawaida. Mbinu ya kwanza ni elimu. Mbinu ya kwanza ni elimu, yani education. Ni muhimu sana kila mtu apate elimu. Si mtoto, si kaka, si dada, si baba, si mama, ana haki ya kupata elimu. Education ni muhimu sana, ni very important kuipata elimu. Elimu itakusaidia kupata fedha. Elimu itakusaidia kupata umaarufu. Elimu itakusaidia kupata utajiri. Sasa tunapozungumzia elimu ni neno pana kidogo. Naomba unisikilize, endelea kunifuatilia. Tunaposema elimu imegawanyika katika makundi mawili. Imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni elimu ya kimbingu. Kundi la pili ni elimu ya kidunia. Tumesema elimu imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni elimu ya kimbingu. Tunapozungumzia elimu ya kimbingu, ni ile elimu inatakiwa mtu aipate kwa kumjua Mungu haswa, kwenda msikitini, kwenda kanisani. Tunaposema upande wa Kristo, soma Biblia, jifunze hadithi mbalimbali za mafundisho zenye maadili. Kwa upande wa Uislamu, soma Qur'ani, nenda madrasa na vipengele vingine vifuate. Swala 5 uzifuate. Hapa kuna elimu ya kimbingu, tutakuwa tunamaliza hivyo. Mjue Mungu, weka discipline, weka nidhamu katika kumwabudu Mungu, utafanikiwa katika maisha yako. Tunakuja elimu ya pili ya kidunia. Tunapozungumzia elimu ya kidunia, ndio hizi elimu tunazosoma. Unasikia mtu yuko chekechea, ani nasa, yuko darasa la kwanza na pili na 3 mpaka ameweza chuo kikuu, ana PhD na master, ndio tunazungumzia hapa elimu ya kidunia. Sasa hii elimu ya kidunia pia imegawanyika katika makundi manne. Imegawanyika katika makundi manne. Tumesema elimu ya kidunia imegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza la elimu hii ya kidunia, education of the world. Tunajifunza kwamba kitu cha kwanza ni scholastic education. Tunapozungumzia kundi la kwanza katika elimu ya kidunia, aina hizi 4 zilizotoka katika elimu ya kidunia. Kundi la kwanza tumesema scholastic education. Tunapozungumzia scholastic education, tunazungumzia ile elimu tunayosoma shuleni, yani kukuku. Unaweza kusema Elasto mtaja ndege kama kuku, ila simaanishi hivyo. Tunaposema scholastic education, tunazungumzia kukuku. Yani shuleni tulijifunza kusoma, kuandika na kuhesabu, ndio neno kukuku. Kwa hiyo ni elimu pia hii ambayo watu tunaipata. Wengine wachache sana wanaikosa. Inatakiwa pia ipate elimu hii, scholastic education. Kusoma, kuandika na kuhesabu ni kitu muhimu sana. Tunakuja aina ya pili ya elimu, professional education. Tunapozungumzia professional education, ni ile elimu ya kitaalamu. Yaani tunasikia ni daktari, ni mwalimu, kazi zile za ofisini. Hiyo ndio tunazungumzia habari za professional education, ambazo mtu akitoka katika level hii ya scholastic education anaenda kwenye level hii ya professional education. Hii hapa pia ni muhimu mtu aipate. Kama daktari ajulikane daktari, kama ni mwalimu ajulikane pia ni mwalimu. Aina ya 3 katika kundi la elimu ya kidunia tunasema financial.
tunasema financial education. Kumbuka unaoitazama, serikali huwa inatusaidia kupata elimu ya scholastic education na professional education, ila hizi mbili naenda kumalizia hatuzipati. Kwa inatakiwa ubunifu mwenye kujiongeza. Tunaanza ya tatu, financial education. Tunasema ni ile elimu ya kifedha. Lazima mtu ajifunze elimu ya fedha, namna ya matumizi, namna ya kuipata pesa, namna ya kuitunza fedha. Ni mambo mengi yamo kwenye financial education, ila wenzetu wazungu wanajifunza na mataifa mengine. Ni elimu nzuri, inatakiwa kila mmoja ajue. Kwa sababu gani? Kuna mtu ana njia 60 za kupata fedha, alafu ana njia 70 za kutumia fedha. Sijui utakuwa umenielewa. Na maanisha kwamba mtu unapata 500,000, matumizi yako yanashinda hiyo unaoipata. Matumizi yako unacheki 600,000, yanaenda hadi kwenye milioni. Sasa jiulize, kwa nini matumizi mengine yanapatikana na anayafanya? Unacheki mtu anaingia kwenye mikopo. Kesho kuchukua unasikia nyumba inauzwa. Nini? Imekosekana hii elimu, financial education, elimu ya kifedha imekosekana. Ni muhimu sana mtu ajifunze. Aina ya 4 ni self development. Aina ya 4 ya elimu katika elimu ya kidunia, aina ya 4 ni tunasema self development education. Hii ni elimu ya kujitegemea. Lazima tufundishwe. Serikali tushike mkono, sisi wenyewe tujishike mkono, tupambane, tupate pia hii elimu. Ni muhimu sana. Mbali na hapo, umesoma shule ndio, umekosa ajira, umetoka kwenye scholastic education, umeenda kwenye professional. Haya ndio, unaweza kuwa umesoma daktari ila bado kazi haijapatikana. Watu kustafu tatizo. Kwa unakuja kuangalia kwamba ukipata elimu ya kifedha itakuwezesha pia kujua kujitegemea, unaweza kufanya biashara na vitu vingine. Tunaposema self development education, elimu ya kujitegemea, pia hapo inaingia neno vipaji au vipawa. Kuna shughuli lazima ujihusishe mbali na elimu ulionayo, ambayo hii elimu self development education itakusaidia kupambana, kutatua shida zako na matatizo yako na kukimbiza mdudu maskini. Hizi ni aina 4 za elimu. Sizingatie. Tumesema kwanza scholastic education, professional education, financial education, self development education. Hii ilikuwa ni mbinu ya kwanza ya elimu. Ili mtu apate utajiri, inatakiwa apate elimu. Ukisoma Methali 4:13 tunasema ukamata elimu usimwache ende zake. Twende mbinu ya pili. Ili mtu apate utajiri, kitu cha pili inatakiwa awe na kipaji. Tunasema talent. Lazima mtu ana talent. Ambapo hapo kuna kipaji, mtu anakiwa na kipaji lazima apate fedha, lazima apate umaarufu. Ndio ukisikia wachezaji wa mpira, waigizaji, waimbaji, viongozi. Uongozi pia ni talent, ni kipaji. Tukimzungumzia Musa, alikuwa na kipaji cha uongozi. Aliwatoa wana wa Israeli Misri kuwapeleka Kanaani. Ilikuwa ni uongozi. Unafikiri kama angekuwa mtu mwingine, Waisraeli walikuwa wanapiga makofi, matukano mengi, matusi mengi? Kwa nini Musa aliwapeleka wana wa Israeli kwa upole? Alikuwa na kipaji cha uongozi. Sijui wewe unacho cha uongozi, sijajua. Ila kila mtu amezaliwa ana kipaji. Huo kipaji kuzaliwa, kipaji hicho hukua, kipaji hicho hufa. Kwa nini nimesema hufa? Kinaweza kuzaliwa ndio, kila mtu amezaliwa na kipaji, ila shida iliyoko mtu anashindwa kuelewa na kipaji gani mimi. Uliza watu wako karibu, muulize mama, baba, ndugu zako, rafiki zako. Je, mimi nimeishi na mimi? Hivi mnaniona kwamba mimi na kipaji gani? Watakwambia. Mbali na hapo, kuna ukifuatilia kitabu cha Emiliana Busara kinaitwa Kipaji, kinazungumzia kwamba namna mojawapo ya kujua kipaji chako, tumesema kuuliza watu wako wa karibu. 2, aliandika vitu 7 vinaweza kuwezesha kujua kipaji chako. Mojawapo alisema kwamba hebu andika vitu unavyovipenda. Chukua karatasi lako au daftari, andika vitu unavyovipenda
na unavyovichukia. Tuanze hivi vitu unavyovipenda, viandike, viorodheshe. Utaangalia, ujiulize kiswali moja. Hivi katika hivi ninavyovipenda, ni kitu gani kinachukuliaga muda? Yaani nachelewa kulala, nachelewa kula, au hata nasahau hata kula. Ujue hicho ndio kipaji chako. Kuna wengine napenda sana kuangalia movie za Kikorea, Nigeria, Tanzania na movie zingine. Ujue tu kwamba kuna shauku fulani inayokujengea kukuandaa kwa kipaji cha uigizaji. Mtu fulani anapenda kumwangalia Mr. Bean, mchekeshaji. Basi ujue kwamba huyo ndani ya nafsi yake kipaji chake na kichwa chako mchekeshaji. Kwa andika vitu unavyovipenda na vinavyokuchukulia muda ambao usipovifanya unajisikia vibaya. Hicho ni kipaji. Tumesema kipaji huzaliwa. Kila mtu amezaliwa na kipaji. Kila mtu amezaliwa na kipaji. Pia tumesema kipaji hukua endapo mtu mwenyewe akikikuza. Una kipaji cha kuigiza ndio, una kipaji cha kucheza mpira. Hebu acha kucheza mpira, usifanye mazoezi ya kucheza mpira. Kaa nyumbani. Tuone kama kuna mtu atakufuata kwamba twende kucheza mpira na hujafanya mazoezi. Utaenda kuifungisha timu. Kwa nini? Inahitajika mazoezi. Kipaji chochote lazima ufanye mazoezi. Kama ni mpira, fanya mazoezi ya mpira. Kama ni kuigiza, nenda mazoezini, kuna makundi mbalimbali. Utaigiza, utaonekana kipaji chako na utakikuza kipaji chako. Ila usipokitumia, mbali na hapo kitakufa. Ni jambo la pili. Mbinu ya pili ya kupata tajiri. Ndio maana hapa kuna kipaji. Utasikia kuna watu wanatajwa, kuna Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Suarez na kuna Neymar. Kwa nini umetajwa? Unasikia kuna upande wa mpira, kuna matajiri wote, tajiri wa kwanza, wa pili, wa tatu, hivyo mpaka wa 10 na kuendelea. Kwa nini? Kuna kipaji. Kila kitengo kina tajiri wake. Tukija kwenye elimu, utasikia mtu ni profesa, ana degree 7, ana pesa pia. Ukija kwenye kipaji utasikia mtu fulani ni mwigizaji, comedian wa dunia, Mr. Bean, ana pesa. Utasikia Mr. Boss Funza na utapata mafanikio. Naitwa Erasto Abel Njagi Bota Bugagi. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana, asante sana. Endelea kufuatilia kipindi chetu chenye inaitwa Ijue Fursa Yako. Karibu sana.